Yo, mambo vipi? Movie imeanza tu, inasikika sauti ya mwanamke akimwimbia binti yake wimbo unaovutia sana hisia, Sakura Sakura. Lakini huyu binti anasema, mama, mimi naogopa. Mama yake anamwambia, usiogope mwanangu. Binti anasema, baba hayupo nasi tena. Mama yake anamwambia, usijali mwanangu, baba yako atarejea tena kuja kulipiza kisasi kwa yule mwanaume aliyemuua. Hapa tunaona hawa askari, mabegani mmoja wao anazo nyota 3, anampiga na kumuua askari mwenzake. Kabla ya kumuua askari anasema wasaliti wote lazima wapate adhabu kali sana. Huyu askari alikuwa anaendelea kumaliza watu wote waliopo ndani ya nyumba hii, naambiwa ni sako kwa baro. Huyu mama shaka imemuingia, anachukua uamuzi wa kumkabidhi mwanaye huu mkufu. Anamwambia binti yake kwamba naye alikabidhiwa na mama yake ambaye ni bibi wa huyu binti. Mama anasema, mwanangu, kama ukinimisi au ukipotea utaigonga kengele hii ya mkufu. Anasema maneno haya huku akiwa anatokwa na machozi. Huyu askari akaingia humu ndani, kisha anasema, mume wako amenisaliti, hivyo nanyi wote humu ndani ni wasaliti. Huyu mama anasema, unaweza kuniua hata mimi, lakini usijaribu kumgusa binti yangu hata kidogo. Huyu askari anasema, sikiliza wewe, wote leo ndio mwisho wa maisha yenu. Huyu mama alilia kwa uchungu sana pamoja na mwanaye, huku akimpatia kumbato la mwisho. Mama anamtuliza binti yake anayeitwa Aya. Askari akapokonya huu mkufu na kuushika kwa nguvu kiasi cha kuanza kutetemesha na kusababisha ile kengele ya mkufu kuanza kugonga. Huyu askari anasema, huyu ni talisman, hana msaada wowote wa kukusaidia. Kumbuka huyu mama alimpatia binti yake huu mkufu na kusema, huyu ni talisman, ukinimisi kama nitauawa utakuwa ukiugonga kama kengele na utapata msaada. Mzee aliwafyeka. Hichi chuma ni noma. Movie takwambia inaitwaje, muhimu tu amba. Kabla tujaanza rasmi kuichimba, usiache kuniunga mkono hapa Dama Recap kwa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili watu wafurahie huu nyama wa movie kali. Oi, hii PC ilikuwa imelala na hapa inaamshwa na alarm aka kengele, na hapa yupo darasani akifundisha wanafunzi. Anasema hakuna dini yoyote ile ambayo haina maandiko yoyote. Anatolea mfano wa Kristo wanatumia Biblia, Waislamu wanatumia Quran, wapo wa Hinduism aka wa Hindu na wa Buddhism. Hivyo hakuna dini isiyo na kitabu chake. Kuna huyo wa kusoma anasema, mwalimu, hawa atheist wao wanaamini uwepo wa nguvu za giza kupitia viumbe vya ajabu. Nadhani usiseme hakuna dini isiyo na kitabu cha dini. Mwalimu anasema, ni ukweli unachosema, mfano ni Japan, wao hawaamini katika dini, lakini kuna viumbe ambao wao wanaabudu. Kuna wa kusoma mwingine ambaye ni huyu binti anauliza kama ni hivyo, je, ni kweli viumbe hao wa ajabu wapo? Mwalimu anasema, mimi nafundisha kwa mtazamo wa taaluma tu, siwezi kuthibitisha uwepo ama kutokuwepo kwa viumbe hao. Kuna jamaa huku nyuma anaitwa Aldo akasema viumbe hao wapo. Wanafunzi wakashtuka na kuanza kumzoom mwamba, who is this guy? Udadadadadeki hichi kijamaa Aldo na miwani yake kama fundi saa anamwambia huyu binti kwamba unajua, siku hizi ukionekana unaamini uwepo wa mababu zetu aka mizimu, unaonekana old fashion kinoma, yani umepitwa na wakati. Huyu binti wa kusoma ni Sara. Yes, amerejea nyumbani. Hapa anamkuta babu yake kwenye kiti cha watu wenye ulemavu. Anasema, Sara, sikuwa nimekuona, vipi upo hapa tangu muda mrefu? Sara anamlisha babu yake. Mzee anamwambia, Sara, acha kujilaumu, inatosha sasa, utajua sisi mbeleni kunani. Sara ametoka zake out, yupo bize na kompyuta. Rafiki yake amefika hapa, namuuliza, naona upo bize hapo. Sara anasema, naandaa subtitles za movies za mahusiano. Besti yake anasema, afadhali hata unabadilika, maana una akiba kubwa sana ya movies za kutisha, na hizo movies za kutisha si nzuri kwa afya yako kwa sasa. Sara anaulizwa, umemwona yule kijana yule pale anakutizama, yule anayekutizama yule, huenda anakucrash. Kajamaa kametulia zake na miwani yake, ni kale ka Aldo. Kanaamini ndumba aka kamati za ufundi kinoma, lakini Sara alikuwa anaendelea kumtizama yule jamaa. Ghafla hamuoni kabisa pale, kaenda wapi? Sara aliamua kuondoka, ile anatoka nje tu anamwona nyuma yake Aldo aka miwani. Sara anauliza, wewe mbona unanifuatilia? Jamaa anasema, mimi na wewe tunaamini katika kitu kimoja. Sara anasema, anamwambia, wewe kilaza nini wewe? Nini wewe? Nani kakwambia hivyo? Sara anaulizwa endapo amewahi kusikia Yomi no Kun, ambayo ni imani ya Kijapan. Sara anasema, unamaanisha mlango
wa Yomi no Kun, mlango uliopo katika ardhi ya watu waliokufa. Huyu Aldo Miwani anasema najua ulikuwa unafahamu hilo. Miwani anasema nimelipata eneo husika, mlango huo ulipo, na mtu aliniambia na nilienda kuhakikisha alipo. Aldo Miwani anasema tizama hicho kikaratasi, nilienda kukutana na dada yangu huko na alinisimulia kila kitu. Anasema najua kuwa uliwahi kumpoteza mtu wako muhimu hapo awali. Sara hapa amechukua hichi kikaratasi na kuanza kutafuta Google sehemu kinayoonyesha ulipo mlango wa Yomi no Kun. Sara yupo kimwili, lakini kiakili ni kama hayupo eneo hili. Hapa wanafunzi wenzake wanamsemesha, lakini ni kama hawasikii wanachozungumza kabisa. Sara anaambiwa punguza mawazo bana, hebu twende huku tuka refresh kidogo. Kuna huyu mwanamke kila Sara anapokwenda anamuona. Kifupi ni kama Sara anafuatiliwa. Anyway, tutajua huko mbele ya safari. Ghafla wakiwa ndani ya gari wanasikia sauti ya kitu kimeanguka kwa kishindo. Waliposhuka, Sara alishuhudia yule mwanamke amepata ajali mbaya ya pikipiki. Kumbe ilikuwa ndoto bwana. Sara anastuka usingizini, hapa ni balaa. Sara ghafla anashuhudia watu aliowaona ndotoni, huko nyuso zao zikiwa katika mfanano na watu walioungua sura. Alipiga kelele mpaka akaanguka pembezoni mwa kitanda. Sara anamsimulia huyu binti hapa kwamba yule kijana aliyemuona jana akiwa anamtazama sana ni classmate wake, lakini kuna kitu aliambiwa na yule kijana kuwa jana yake alikutana na dada yake ambaye alimwonyesha ulipo mlango wa Yomi no Kun. Huyu dada mtu anasema okay, kama ni hapo utaenda tu, kwani ni vingapi vitu vya kutisha umekutana navyo, itakuwa hili? No, sababu tumesha kwenda sehemu nyingi hatari za kutisha kuliko hapo. Sara analo tumaini kubwa la kumwona mama yake mzazi. Anasema natumaini nitamwona mama yangu. Huyu mrembo hapa amekubali kuambatana na Sara ili kwenda kumwona alipo mama yake Sara ambaye ni marehemu kwa sasa. Anasema lakini hii itakuwa ndiyo mara ya mwisho kukusindikiza sehemu zingine, maana tumeshaenda pamoja sehemu nyingi hatari, lakini hatujafanikiwa kumwona mama yako. Safari ya kuelekea lilipo lango la Yomi no Kun ikaanza. Palikuwa ni parefu sana, so hapa walifika, mbele yao kuna hoteli moja matata. Wanaulizana, hivi hapa hakuna sehemu yoyote ya karaoke kweli? Lakini mpaka muda huu hakuna mwenyeji aliyopo mapokezi ili kuwapokea wageni. Sara anaulizwa hapa, una uhakika hapa ni kweli ndo sehemu hii au? Ghafla nyuma yao anatokeza huyu mbaba, wanamuuliza mbona hapakuwa na mtu, wewe umetokea wapi? Mzee anasema naitwa Indarto, karibuni na hoteli Sakura. Haya, niambieni hapa mtakaa kwa siku ngapi? Sara akasema ni usiku miwili tu. Usiku miwili tu tutalala hapa. Huyu jamaa mapokezi anajibu kifupi sana. Anaulizwa, inaonekana huna wageni wengi hapa. Jamaa anasema nyinyi ndio wageni pekee tulionao hapa. Ghafla kuna mzee ametokea kwa nyuma anacheka. Sara na mwenzake wanauliza, mbona watu wanatokea ghafla tu hapa pasipojulikana, kwa nini? Mmoja wao alitaka waende chumba namba 8 lakini wamepatiwa funguo za chumba namba 5. Sara na besti yake ndani ya hichi chumba kuna namna wanahofu. Kuna stori kadhaa waliwahi kusimuliwa kuhusu mazingira ya namna hii. Huyu binti amekuja kunawa uso, lakini kuna namna anasikia kuna wenge fulani la kutisha. Birthday ya Sara imekuja kumkuta ndani ya nyumba hii. Besti yake anamuuliza, siku yako hii muhimu unaitamani ama unatamani kitu gani kabla ya kula keki hii? Sara anasema natamani ningemwona mama yangu hata mara moja tu. Huyu besti yake anasema usijali, ombi lako litatimia. Akaombwa azime mshumaa. Besti yake Sara anasema Sara funga macho, then anamwomba afungue macho kisha anampatia zawadi hii. Hapa Sara anamuona mama yake kwenye picha. Sara anazungumza na picha hii ya mama yake, anamwomba hata mara moja walau amuone wakiwa wamepitiwa na usingizi. Sara anasikia sauti ya mama yake ikimwita, akastuka kitandani, lakini mama yake hamuoni. Anyway, tutaona mambo yatakwaje. Besti yake Sara anamuuliza, mbona Sara hujavaa ile bracelet au haujaipenda? Sara anasema nitaivaa baadaye, usijali. Ghafla huyu mzee Indarto anawajulia hali Sara na besti yake Nida. Indarto anauliza, vipi, mmelala usingizi mzuri usio na changamoto? Nida besti yake Sara akaanza kufunguka, anasema nimelala vizuri, lakini chumba kile ambacho nipo usiku kulikuwa na harufu mbaya sana. Sijui mwenzangu Sara, wewe umelala fresh kabisa au namna gani? Sara anauliza, hivi nyumba hii ina mlinzi? Indarto anasema kama nilivyowaambia mwanzoni kuwa hoteli hii mpo peke yenu, hakuna mtu mwingine yeyote yule.
kule, lakini kama unamaanisha nguvu za giza, mimi sifahamu, maana nimekaa zaidi ya miaka 40 hapa, sijawahi kusikia mambo hayo. Sara anamwambia Nida kwamba hamwamini huyu Indarto. Mwenzie anasema umeanza kama kawaida yako, unapenda kuamini sana mambo ya ushirikina. Sara anasema anyway, lakini hata Aldo alikuwa na uhakika kitu alichoniambia, alikuwa serious anaonekana. Sara anasema haiwezekani akanidanganya kuhusu nguvu za giza dhidi ya dada yake. Sara na Nida wamemkuta huyu mzee Mfanta mfanya usafi wewe akishika bracelet aliyopewa Sara kama zawadi. Sara akaona mambo yasiwe mengi, ikamlazimu aanze kufuatilia sako kwa bako kila hatua ya mzee huyu aliyemfuata kila hatua. Mzee amekuwa ananoa visu hapa, amekutwa huyu. Anasema wewe binti, kitu gani unahitaji kukijua kutoka kwangu? Sara ameanza kufunguka mambo, anasema kuna mtu ameniambia hoteli hii si ya zamani bali kuna kitu kingine cha ziada. Huyo mzee anasema hoteli hii ilikuwa ya amani kwa kipindi chote isipokuwa tangu mlipokuja nyinyi. Sara anasema hivyo nilichouliza kumbe ni kweli. Mzee anaulizwa kama kuna kijana fulani anaitwa Aldo, anavaa miwani hivi, kama anamfahamu. Mzee anasema nawakumbuka watu wote waliowahi kuja hapa, maana si watu wengi, ni wachache sana. Mzee alipoulizwa alifika chumba namba ngapi, alifikia chumba kipi, anasema alifikia chumba namba 8. Binti anasema lakini hoteli hii haina chumba namba 8, sasa aliingiaje huko? Sara ameona isiwe tabu, anamwomba hapa huyu mzee ili aingie chumba namba 8. Sara anaahidi kuwa mwaminifu kwa kutokumwambia mtu yeyote yule. Upande huu chumbani kwa Nida ambaye ni besti yake Sara, yupo bize kujiminya chunusi puani, lakini kwenye kioo hichi kuna kitu kimepita shwa, ni kama mtu vile. Oya, ni kama mtu kweli, mjue kudadadada hiki kishaumana kimtu hichi hapa, unaambiwa alitoka nduki mpaka koridoni hapa. Wewe kumbuka upande wa pili Sara alikuwa anapelekwa chumba namba 8 na yule mzee, hivyo Nida akaambatana na Sara kuelekea chumba hicho namba 8 cha hoteli. Hatimaye wameingia humu ndani. Chumba hichi hakitishi, lakini ukutani kinazo picha za kutosha za watu mbalimbali. Mzee anauliza huyu ni nani? Anasema ni kapteni wa jeshi Kaeda ya Tsuich akiwa na mkewe Setsuko pamoja na binti yao Ayan. Miaka mingi iliyopita, mzee anasema nyumba hii ilikuwa ni makazi ya maofisa wa jeshi la Japan. Sara anasema hapa ndipo Aldo alikuwa akikaa, nami naomba niwe nakaa hapa. Mzee anasema hichi sio chumba alicholala rafiki yenu, yeye alilala chumba kingine, licha ya kwamba aliweza kupata ufunguo wa pili wa chumba hichi na ndiyo sababu kuu ya kumfukuza. Sara anauliza kwa nini chumba hichi hamkipangishi au kukikodisha? Mzee anasema chumba hichi kinayo historia ya kipekee. Hata wakati Japan inapigwa mabomu ya Hiroshima na Nagasaki na Umoja wa Ulaya, lakini baadhi ya viongozi wa kijeshi wa Japan walitaka wanajeshi wao wasalimu amri, lakini bado walikataa kusalimu ili wasionekane wasaliti. Maafisa hao waliua wanajeshi waliosalimu amri kwa wazungu sababu waliwaona kama ni wasaliti. Mzee anamsimulia Sara kwamba mke wa Captain Setsuko na mwanaye Ayano nao walipitia mateso makali na kusababisha mauti yao ndani ya chumba hichi baada ya kuuliwa kwa upanga mkali. Hafla yule mzee wa kwanza ambaye Sara na besti yake Nida aliwapokea kule mapokezi amewakuta ndani ya chumba namba 8. Kawa mkali kinoma, mnatafuta nini hapa? Tafadhali naomba muondoke mara moja. Nida anamuuliza besti yake Sara, ni kweli unataka kwenda kulala chumba kile? Sara anasema tulia, maana ulisema huamini mizimu wewe. Ghafla Sara akiwa chumbani kwake umeme unakatika. Kile chumba kingine nacho Nida akapagawa na giza. Leo kazi ipo. Sara na besti yake kimeshaumana humu, ni mwendo wa mauzauza tu. Sara anakumbuka moja ya mbinu aliyowahi kupewa, ukihisi vitu havieleweki chukua fimbo, anza kutembeza kichapo ili mizimu itulie kabisa, usilete wenge. Mmoja wao kamuona mtoto katika hali ya ajabu akimuita mama. Oya mzee, sio poa. Huyu mzee amekuja muda mwafaka wa tukio kabisa. Kisha anasema ni kweli jengo hili lina nguvu za ziada, sababu ni jengo la zamani sana. Nida anataka warudi nyumbani, lakini Sara hataki. Anasema alichosema Aldo ni kweli, hapa ndipo ulipo mlango wa Yomi no Kun, mlango wenye ardhi ya watu waliokufa ndani. Huyu mzee ameleta chakula hapa, anamwasa Sara kwamba anamwambia eneo hili si vizuri kuvaa bracelet, ni hatari sana. Yule Arnaldo anamwomba huyu mzee atoke eneo hili. Sara anamwambia Nida kuwa usiku wa leo anataka kulala chumba namba 8. Besti yake anafoka, wewe si umeambiwa hakuna anayeruhusiwa kulala chumba hicho? Sara anasema Aldo alimuona dada yake chumba hicho, huwezi jua nami naweza muona mama yangu hapo. Ghafla kengele ya bracelet ikaanza kugonga.
Mwanga wa taa ulianza kucheza cheza, mara unazimika, mara unawaka. Wakatoka na hili giza, sijui hawa mabinti wanaenda wapi usiku huu. Ishakuwa mbaya hii. Nida alipokuja kuchungulia nje, hapa alimwona huyo binti mdogo. Wakati huo Sara amelala usingizi, akaona isiwe tabu, akarejea kulala zake faster. Sara alistuka, akachukua picha ya mama yake akaikumbatia, kisha akalala usingizi. Mwanga wa taa unaendelea kucheza cheza, unaambiwa, lakini kuna wimbo unaimba Ayano Ayano. Kumbuka aliwahi kuwa mtoto wa Kapteni Setsuko, miaka hiyo akiwa afisa wa jeshi la Japan. Sara ameamka kitandani usiku huu, anashuhudia mizimu ya mabinti ikimuita Sara, Sara, njoo ungane nasi Sara. Sara anaulizwa, unahitaji kwenda vacation sehemu gani? Nyakati hizo Sara ameshavurugwa, unaambiwa haelewi afanye nini hapa. Besti yake Sara amestuka usiku huu, lakini hamuoni Sara. Hofu imemuingia, inabidi aanze kumtafuta rafiki yake. Akaanza kuita Sara, Sara, lakini kuna sauti ya kitanda inasikika kama kuchi. Mzimu wa mtoto ukaanza kumtokea Nida, naye kila anapotaka kukimbilia. Shughuli imeshaharibika hii. Leo kazi ipo. Nida akachukua mfagio wao wachelewa ili aanze kutembeza mikwaju hapa. Anashangaa yule mtoto yupo juu ya kabati la nguo hapa chumbani. Hamba. Upande wa pili Sara anamshuhudia huyu kiumbe, lakini akiwa anatokwa damu puani. Ile anashtuka tu, alikuwa amelala usingizini na amejikuta ndani ya chumba namba 8. Leo kazi ipo. Upande wa mrembo Nida kuna mzimu wa mtoto haumpi hata muda wa kutema mate, unakabia juu ile mbaya. Huku nako Sara, mlango wa kutoka chumba namba 8 haufunguki, ana haha kuufungua. Sara ameyataka mwenyewe, ile anageuka tu, mama yake huyu akiwa amevaa sanda. Shingo anapoigeuza inalia kama kitu kinavunjika hivi. Wewe, akapiga kelele kumuita besti yake Nida. Nida kwa mbali, huku Nida anasikia sauti ya Sara. Kumbuka Nida naye ana kipengele chake cha mzimu wa yule mtoto. Huu mzimu unaimba jina la Ayano kwa mbali. Ukiendelea kumfuata Sara, kule Nida akakutana na mzimu mtoto uso kwa uso. Je, atamsaidiaje Sara anayepiga kelele kutoka chumba namba 8? Huu mzimu ulikuwa ukiendelea kuita Ayano Ayano. Hata upande wa pili mzimu wa mtoto unaita mama. Huenda huu mzimu unatafuta huyu mtoto ambaye ni Ayano, au mzimu mtoto unatafuta huyu mama Ayano, ama vipi? Kazi ipo hapa leo. Nida alifanikiwa kumkimbia mzimu mtoto, alikuja chumba namba 8 haraka, akafanikiwa kumchomoa Sara ambaye chupri anyonywe damu na huo mzimu. Nida ametoa wazo kama vipi waende nyumbani ili kukimbia kisanga wanachokipitia hivi sasa katika hoteli hii ya Sakura. Nida na Sara wamefika salama nyumbani. Nida anamwomba Sara wasahau, wasikumbuke kilichotokea hoteli ya Sakura. Pia anasema, hili tumepewa onyo la mwisho, naomba tusijaribu tena haya mambo, tutakufa vibaya shosti. Huku Sara usiku anatembea mdogo, ghafla anatokewa binti wawili wanamwomba waende pamoja mall. Sara akiwa anajaribu kutoka anaambiwa, mbona unaondoka Sara? Wakamshika mguu. Sara na besti yake Nida wanapiga story hapa. Nida anasema, tulifanya kosa kubwa sana kwenda hoteli Sakura. Nida anauliza kama Sara ameenda kwa daktari kutokana na changamoto zinazomsumbua. Sara anasema, sihitaji daktari. Sara kila akijaribu kulala anahisi vitu vya ajabu ndotoni. Kuna nyakati anasikia sauti ikiita Ayona. Ghafla Sara anaona mzimu umemtokea, akaanza kumkaba. Purukushani zikawa za kutosha. Sara alitoka spidi humu ndani, mlango hautaki kufunguka, mbaya tu. Sara amekuja huku nje, ghafla anaona mzimu wa mwanamke. Ghafla anashuhudia mzimu ukijirusha chini ya ghorofa. Sara kila sehemu anayokimbilia anakutana na vitu vya ajabu tu. Leo mambo ni mazito haya. Sara yupo kajibanza pembeni hapa, analia kwa woga. Mzimu upo eneo hili ukiwa na kikombe kama unakoroga chai hivi. Ukiwa unakuja mdogo karibu na mahali alipojificha Sara, naambiwa anahema kwa nguvu sana. Kikabo mchezo. Sara amekishuhudia hichi kiumbe cha ajabu live. Huu mzimu unaita Ayano. Ghafla anaamka ndotoni, anahema kinoma. Hatimaye kumekucha. Huyu mzee amempigia simu Nida ambaye ni
ni besti wa Sara, kutaka kujua mahali alipo Sara, maana amempigia simu mara nyingi na Sara hapokei simu. Nida amemwahidi mzee atampatia waongee naye pindi atakapomuona. Nida amekuja kumwangalia Sara chumbani kwake, anamuuliza Sara, ulienda wapi? Sara anasema nilikuwepo hapa muda wote. Kwani wewe ulienda wapi pia? Nida anamwambia Sara kuwa hakuwepo hapa kwa siku 3, hata juzi alikuja hapa lakini Sara hakuwepo. Nida anasema nilikuja kukuangalia hata siku iliyofuata hukuwepo, mpaka nikaenda kwa campus ya shule haukuwepo pia, ikabidi nimjulishe mpaka baba yako, lakini simu yako haikuwa inapokelewa. Ulienda wapi Sara? Sara anasema kweli tena, sikwenda popote bali nilikuwepo hapa nikikusubiri. Sara anamwambia shosti yake Nida kwamba siku za karibuni amekuwa akitokewa na ndoto za ajabu usiku, ndoto ambazo zilimrejesha katika ile nyumba ambayo ni hoteli ya Sakura ambayo walienda pamoja siku kabla ya kutoroka. Sara anasema anaogopa sana, maana ndoto zimekuwa zikimchanganya. Kumbe huku ndani kuna mzee anachungulia kufuatilia mazungumzo ya Nida na Sara. Upande huu hapa tunaonyeshwa Sara akiwa anatembea mdogo mdogo kuja huku sebuleni, lakini kuna binti amekaa kwa utulivu akiwa anajisomea kitabu peke yake. Alimuona binti mwingine anapanda ngazi na kushuka na kuondoka tena. Upande huu anamuona mwanamke yupo mezani akiwa anakoroga majani ya chai. Pembeni kuna binti yupo bize kufunga mapazia ya dirisha. Kuna sauti hapa inaita mama. Sara anaendelea kuita mama humu ndani, japo kwa mbele hakuonekani vizuri kutokana na ukungu. Sara anaita mama lakini hamuoni mama yake mpaka muda huu. Ghafla kuna kelele ya ajabu inasikika hapa. Huwezi amini, Sara alikuwa usingizini na hapa Nida anamtuliza besti yake, anaona kama anaweweseka. Kumbe mwenzake yupo ulimwengu wa mbali sana. Nida anamwambia ulikuwa unaota Sara Sara anasema Nida, napaswa kurejea kwenye ile hoteli Sakura, hakuna namna tena. Kabla hatujaendelea, usiache kusubscribe chaneli yetu ya Dama Recap kwa movie kali kama hizi. Anyway, Sara anasema kuna kitu anahitaji kwenda kukifanya kule hotelini Sakura. Cha ajabu, Sara anamwomba kwa mara nyingine tena waende pamoja. Amkeni, kumekucha tena bwana. Nadi na Sara hawakuwa na muda wa kupoteza, ni mapigo na mwe. Safari ikaanza kuelekea hoteli ya Sakura ilipo. Safari ilikuwa ndefu, lakini hakuna namna. Nida yupo hapa anarekebisha gari kwa pembezoni kule. Sara anaonekana yupo makaburini. Nida anamfokea Sara kwa nini muda wote anapenda kuzungumzia mambo ya kutisha. Nida anafoka, anasema sipendi kabisa kusikia unazungumzia masuala hayo hovyo. Nida na Sara wamefika hapa hotelini, wameingia mapokezi, wakaanza kuita Mr. Indarto. Kimya. Fikar. Kimya. Sara anamwambia Nida kwamba nahitaji kwenda kile chumba, tafadhali wewe baki hapa umsubiri Indarto. Sara huyo anachoma ndani. Nida anagonga kengele ya kumuita Indarto, lakini Sara anaisikia kule ndani. Hajui kama Nida ndiye anayeigonga, ikabidi aanze kuifata sauti ya kengele inaposikika. Humu ndani upo utulivu usio wa kawaida. Sara anaendelea kupanda ngazi huku akiwa anaita mama. Nida aliona isiwe kesi, ukichanganya na woga ikabidi aingie humu ndani kumtafuta shosti yake Sara. Nida anaita Sara. Kimya. Sara, kumbuka anahitaji kumwona mama yake. Nida amekuja upande huu, amekuta chumba kimeandikwa ladies. Anaita Sara. Kimya. Sara. Kimya. Upande huu Sara amemwona huyu mwanamke aliyempa kisogo. Sara amemsogelea karibu akamuita mama. Huku Nida ameingia chumba hichi, anamkuta huyu baba jamaa mkali, anamuuliza umekuja kufanya nini humu ndani? Chumba ukikiangalia kinatisha kinoma, ndani kuna mishumaa kama yote. Nida anasema samahani, tulikuwa pale mapokezi, tumekuita sana lakini hatujaona mtu. Sara anakutafuta, nami namtafuta pia. Huyu baba anasema wewe na rafiki yako Nida wote hampaswi kuwepo hapa, toka. Sara hapa ukutani anaona hii picha, chini yake ikiwa na maandishi a woman found dead on a hotel balcony, yani mwanamke akutwa amefariki katika balcony ya hoteli. Nyingine ina picha ya binti imeandikwa a little girl found dead on a hotel staircase, yani binti mdogo akutwa amefariki katika ngazi za hoteli. Nida akaisogelea picha hii na kusema huyu binti nilimuona chumbani kwangu. Nida anamuuliza huyu mzee ni kitu gani kinaendelea hapa, au kuna kitu mnakificha? Mzee anasema nilishawaonya nyie, nilipiga marufuku
marufuku kuvaa bracelet hapa. Mzee anasema nilimwambia Sara lakini hakunisikiliza. Mzee anasema ni kweli katika nyumba hii kuna nguvu za giza, lakini sio mashetani hao. Mzee anasema ni kweli katika nyumba hii kuna nguvu za giza. Mzee anamwambia Setsuko. Nida anauliza huyo ndiye mzimu aliyopo chumba namba 8. Mzee akaona isiwe kesi, akaanza kufunguka. Unaambiwa, anasema kuna wanawake wengi wamefariki ndani ya hoteli hii. Kila mmoja kati ya waliokufa walivaa bracelet ambayo ilikuwa kama inagonga kengele. Mzee anasema mlio ambao bracelet hiyo inautoa unaitwa Setsuko. Mzee anasema toka hapa wewe binti. Upande huu Sara anamshuhudia live mama yake mzazi na tabasamu likatokeza kwa Sara kwa mara ya kwanza. Yes, huku pia Nida anamwambia huyu mzee kwamba lazima Sara atakuwa akaenda chumba namba 8. Nida anamuomba mpeleke katika chumba hicho alipo Sara. Sara anashangaa tena. Mama yake ghafla amebadilika na kuwa mzimu wa kutisha. Tayari huyu baba amekuja kwa surprise, akawakuta huyu mzee na Nida ndani ya chumba hichi na wauliza mmefuata nini humu chumbani. Mzee akaona isiwe kesi, akajisemea tu yani nimi, akachimba akatoka. Hapa mzee kamleta Nida ndani ya chumba namba 8 kama alivyoombwa na Nida. Ndani ya chumba hichi wamekuta kuna mwili wa mwanamke mwingine amepoteza maisha. Wanasema huyu nadhani amefariki wiki moja iliyopita. Oho, Nida alishuhudia mwili huo ukitolewa ndani ya hoteli hii. Huyu mzee hapa anaonekana anasimulia. Anasema usiku huo walikagua hoteli na hakuna kitu waliona, lakini walishangaa kuja kuona mwili wa mwanamke huyo aliyeuawa. Lakini usiku huo kuna siku alimuona Nida akiwa anaondoka na gari akiwa peke yake pasipo Sara. Hivyo alianza kujiuliza Sara ameenda wapi? Kumbe mzee yupo chumba cha upelelezi hapa, na hapa anahojiwa, anaulizwa yuko wapi Sara. Mzee anasema kwa kweli sijui alipo, maana nilikagua vyumbani sikumuona, alikuwa wapi. Anasema upande wa binti anawaambia polisi kwamba nadhani hawa walituona, maana Sara alikuwa hai pindi alipokuwa na mimi tu. Nida huyo anajitetea. Afande anasema taarifa za kiuchunguzi zinaonyesha Sara amefariki wiki moja iliyopita. Afande anasema inawezekana vipi awe hai akiwa na wewe Nida? Huyu naye anasema Miss Nida alikwenda nyumbani kwa Miss Sara, lakini alikuwa peke yake pasipo Sara mwenyewe. Huyu mzee anasema tangu hapo sikuwahi kumwona tena Sara. Anasema kuna siku nilienda chumba cha Sara, nilimwona Nida amelala peke yake. Huyu mzee anasema kuna siku Nida alinipigia simu akiniuliza kuhusu alipo Sara, akiniambia Sara haonekani siku ya 3 sasa, hajulikani alipo. Huyu ni baba yake Sara, anatoa ushahidi wake, naye anasema cha kushangaza alitokea kusikojulikana mwanangu. Mzee anasema kuna siku niliwasikia wanasema kuna mahali waliwahi kwenda na kulikuwa kunatisha sana huko, ndiko Sara ndani ya siku 3 hizo alienda. Huyu mzee anasema Sara alipokuja aliniomba nimpeleke chumba namba 8. Anaulizwa huko chumba namba 8 alitaka akafanye nini na kuna kitu gani. Afande anamuuliza Nida kwamba hakuna aliyekuona ukiwa unatoka na Sara siku ambayo ulikuwa ukiondoka katika kile chumba. Sara anasema hao wanakudanganya tu, hakuna ukweli wowote ule. Afande anasema mbona wewe Nida inaonekana ulifanya tukio na kutengeneza mazingira ili uonekane kama haukufanya tukio na baadaye ukaanza kumtafuta. Afande anamwambia Nida kuwa wewe ndiye umemuua Sara. Nida akaanza kucheka, ni kama kapagawa hivi. Anasema unatania eti? Huyu binti anasema hao wote ni wahalifu na hata wewe pia Afande ni mhalifu vile vile. Huyu binti anamuuliza Afande kwamba wamemwambia kuhusu Setsuko. Nida anasema huyo ndiye ambaye atakuwa amemuua Sara. Nida alivuruga na akavuruga makaratasi hapa, tayari amesha panic, mambo yameshakuwa mabaya, balaa tupu. Nida aliletwa hospitali ya watu wenye matatizo ya akili, unaambiwa, lakini kuna hii siku alitokewa na Sara. Nida alipagawa, akawa anamuuliza Sara upo hai? Sara alimwambia Nida usijali. Nida anasema nimewaambia upo hai, lakini unaniona mimi ni chizi, hawaamini. Wao wanaamini mimi ndiye nimekuua wewe. Movie inatamatika kuwa ni kweli Sara aliuawa, lakini huyu dogo anajua kuwa Setsuko ndiye alifanya yote haya. Huyu ni bwana mdogo Aldo, anasema naamini umemfuata mama yako and rest in peace. Mwisho wa siku huyu Nida aliletwa hospitali ya watu wenye tatizo la afya ya akili wakiamini kwamba Sara hawezi kuwa hai, lakini Afande hakuambiwa ukweli kuwa kuna kiumbe cha ajabu kinaitwa Setsuko ndicho kilichomuua Sara.
sababu alikuwa na bracelet au bangili ambayo aliwahi kuonywa na moja ya wazee ambaye alitoa ushahidi wa kumkandamiza Nida kuwa anahusika na kifo cha Sara. Hivyo basi Sara hakuikamilisha ndoto yake ya kumwona mama yake mzazi akiwa hai. Movie inaitwa Hotel Sakura. Filamu inatufunza nini? Ni kwamba serikali haiamini ushirikina, licha ya kwamba watu wanapitia nyakati mbalimbali, na kuna nyakati watu wanapewa adhabu au kupitia mapito fulani magumu ili hali hawahusiki na matukio husika. Bwana, movie inayokuja ni kali kuliko hii. Balaa muhimu tu, usiache kusubscribe, like, kucomment na kushare ili vitu vikali zaidi vifuate hapa Dama Recap.